Siwezi sema kitandani labda umasikini wangu. Kinachonishusha thamani wathaminike wenzangu. Oh nana. Siwezi sema sikujali labda vizawadi vyangu. Oh nana. Diamond anawika yuko kwenye kiwango vya juu, na sisi Meimosi yetu tunataka iwe kwenye kiwango cha juu. Kwa tumeamua kumleta hapa Singida. Tuna hamu kubwa, tuna shauku ya kumuona kwanza kabisa. Kama yeye tunapomwangalia kwenye TV, sasa tunamiss tumuone live. Kwa miaka 10 hakuja Singida nadhani. Asko ni kazi tumenaelewa. Matayarisho makubwa na ya mwisho kuelekea katika kilele cha siku ya wafanyakazi ulimwenguni ambayo kitaifa yatafanyika hapa mkoani Singida. Mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho haya yanakwenda kuacha alama kubwa kwa Wanasingida, na hii ni kulingana na ugeni mkubwa ambao unatarajiwa kuwasili hapa mkoani Singida. Miongoni mwa ugeni mkubwa ambao unatarajiwa kwa hamu kubwa ni pamoja na msanii mkubwa barani Afrika Diamond Platnumz ambaye atatua hapa katika ardhi hii ya Singida kutumbuiza Wanasingida. Sasa Wasafi Media tumezunguka maeneo kadha wa kadha kuangalia watu wana kiu gani ya kumtazama msanii huyo ambaye hajaonekana hapa Singida kwa muda mrefu. Ujio wake mimi naona ni jambo zuri kwetu kwa sababu ni kama platform kwetu, ikiwa tunamtazama kama ni icon katika nchi yetu ya Tanzania, East Africa, Afrika kwa ujumla, lakini duniani, kwa sababu inapotokea msanii anakuja kwenye eneo lako ni nzuri pia kujifunza, kwa sababu msanii kama Diamond ni mtu mkubwa ambaye kashavuka mipaka ya Tanzania, East Africa na mpaka duniani pia. Kwa hiyo kwetu tunatumia kama ni platform kwetu kuweza kusogea zaidi kimuziki, kwa sababu wanapokuja wasanii wanaangalia vitu pia ambavyo vinafanyika huku Singida kama talents ambazo zipo kwa huku. Kwa hiyo Diamond Platnumz ni CEO kwenye media ya Wasafi. Kwa hiyo mimi nadhani tupate platform ya sisi kuonekana kwanza, aone jinsi gani tunavyofanya, lakini mimi natamani pia Wasafi Festival ije Singida, kwa sababu mwisho siku kama ikija Wasafi Festival itakuwa inakuja kwa maana nzima ya talent. Hii ni Meimosi anakuja kuperform kama performance ya kwake. Kwa hiyo ingekuwa ni vyema angekuwa analeta performance kama hizo pia kwenye mikoa kama hii ya kanda ya kati ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Na hapo ndio inakuwa easy yeye kuangalia kwa kuconcentrate kwamba kuna wasanii wanafanya vizuri. Tuna hamu kubwa, tuna shauku ya kumuona kwanza kabisa. Lakini pia itachangia maendeleo makubwa kuanzia kwetu sisi wajasiriamali wadogo na wakubwa pia. Kwa upande wa wasanii tutamuomba kwanza yeye pia kwa sababu kwanza ni brand kubwa, lakini pia tutamuomba kama hivyo awashike mkono kwa sababu ni watu ambao bado wanajitafuta. Kwa kupitia yeye pengine ikawa njia ya wao kuonekana. Kwa ujio wa Diamond sisi tunavyoona inaweza ikatuletea watu wengi. Kuna watu biashara zao pia zitainuka, vipaji vyao pia vitainuka. Kwa hiyo ujio wa Diamond pia ni mzuri kwa sababu kwa miaka 10 hakuja Singida nadhani. Kwa akiwa anafika hapa Singida atatuletea burudani, vipaji vingine vitaibuka na biashara zingine zitaibuka. Miaka 15 brother, kwa hili vibe leo kuja hili sio la nchi hii. Kwa hiyo Platinum popote pale ulipo, salamu zangu zikufikie, njoo baba, sisi tutakuwa tuko wengi pande kusupport kama kijana wako. Sisi tuko fresh kabisa kukusupport hapa Singida. Karibu Singida TZ. Singida kama huwa kuna kipaji lakini support huwa ni ngumu kupatikana. Wakija na hizi baadhi ya vitu watachukua kwake kwa sababu yeye ndo tunemfahamu, yeye ndo anayeweza muziki wa Tanzania na East Africa nzima. Hivyo yani wakazi wa Singida wakija kumuona itakuwa vizuri sana. Na hizi itakuwa funzo kwa wasanii wachipukize Singida hapa. Asko ni kazi tumenaelewa. Maana siku kama hizo ni siku unafanya kazi mpaka unachanganyikiwa. Kwa hiyo siku ni kazi ndapiga kazi vizuri tu na tutasogeza watu pale uwanjani. Najua kuna baadhi ya wasanii wa Singida watapanda pale jukwani. Kwa kama mtu atapanda inabidi apambane, aoneshe uwezo mkubwa, atatoka tu kimaisha. Tumemiss vitu vingi sana vya Mondi. Kama yeye tunapomwangalia kwenye TV, sasa tunamiss tumuone live. Kwa hiyo tunashukuru kama yeye naye atakuja kwenye kilele cha Meimosi. Kwa hiyo na sisi tutafurahia kidogo kama wenzetu wa mikoa mingine ambao kila siku huwa anakwenda. Au sio bwana? Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwa Mondi kufika sababu ni sasa hivi tangu 2015 mpaka sasa hivi miaka 10. Kwa hiyo mpaka wengine sasa hivi wengine labda hawajazaliwa
Kuna wengine sasa hivi ndio wamezaliwa, kwa hiyo unaweza kumuona Mondi live. Mkuu wa wilaya ya Manyoni ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya shughuli za Mei Mosi, Daktari Vincent Mashinji, amesema ujenzi wa uzio na majukwaa yatakayotumika katika shughuli hizo yamefikia zaidi ya 75%. Katika uwanja huu tumekuwa na ujenzi mkubwa wa aina 3. Mosi, tumekuwa na ujenzi wa uzio katika uwanja huu, lakini pili tumekuwa na ujenzi wa jukwaa kama linavyoonekana, na tatu tumekuwa na ujenzi kama unavyoona hiyo mitambo hapo nyuma, kuhakikisha kwamba tunasawazisha na kuweka hali ili watumiaji wawe comfortable, wajisikie huru zaidi. Tumekuwa na muda mfupi sana wa ujenzi. Tumeanza ujenzi wetu takriban kama tarehe 25 hivi mwezi wa 3. Kwa hiyo ukiangalia ni muda mfupi sana ambao tumekuwa nao, na tumekimbizana kujenga hili jukwaa lenye square mita 675. Ukiliona ni jukwaa kubwa sana na lina hadhi kama ambavyo mwenyewe unaona. Sasa hivi tuko asilimia kubwa zaidi ya 75% ya ujenzi, na tunategemea kesho tutakuwa tumemaliza ujenzi wa jukwaa. Tutabaki tu kufanya mapambo sasa. Jukwaa letu hili lina uwezo wa kuchukua watu 500 wakiwa wamekaa na wamepeana nafasi za kutosha, ambapo mtu anaweza akajitanua. Lina stendi 3. Lina pale ambapo ni presidential, ambapo atakuwa ndo atakaa Mheshimiwa Rais, pana uwezo wa kuchukua watu 100 wakiwa kwenye zile nafasi stahiki. Lakini kuna jukwaa la VIPA ambalo litachukua watu 200 na VIPB litachukua watu 200. Kwa jumla tutaweka watu 500. Kwa hiyo hatutakuwa na pressure sana ya namna ya kuwapanga wageni wetu watakapokuja, kwa sababu tuna uhakika kwamba Mheshimiwa Rais na viongozi wengine waandamizi wa kitaifa watatosha katika jukwaa letu. Lakini ramani mliitoa wapi? Ni kama imebamba hii. Nashukuru sana. Hii ramani ni moja ya ramani ambazo zimefanywa ubunifu na mainjinia wetu walioko kwenye mkoa wetu, wakiongozwa na msanifu majengo architect wetu wa mkoa, ndo aliye design, na wote tulikuwa tunakubaliana. Lakini pia mawazo ya namna gani tukae yamekuwa championed sana na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na amekuwa kinara wa kuonyesha ni kwa namna gani tunaweza tukaitengeneza hii event ikapendeza, na hata wageni wetu watakapokuja wabaki na kumbukumbu ya mkoa wa Singida. Mara nyingi tumekuwa tukiona hii Mei Mosi inaandaliwa na mikoa giants, Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, Tanga, Mbeya, majiji. Lakini safari hii na sisi underdogs wametuona, kwa hiyo wamekuja mkoa wa Singida, na tunataka tuwaonyeshe kabisa kwamba sisi tunaweza kuliko wale majanti, kwa sababu tunategemea kuhosti hapa zaidi ya watu 30,000 ambao watakuwa ndani ya uwanja na watakuwa wote wamekaa comfortable. Tumeamua katika Mei Mosi hii tumeamua kumleta msanii mahiri na msanii anayeongoza kusini mwa jangwa la Sahara, na ni Tisho Afrika. Tutakuwa naye Diamond Platnumz ambaye ataongozana na wasanii wengine ambao wataenda kumpamba pembeni. Mimi ni Ferdinand Irunde na hii ni Wasafi Media.